yake sio wizara ya kukwamisha akina mama kupata maji maeneo ya karibu, kwa sababu wana ile kauli mbiu yao ya kumtua mama ndoo kichwani, akisema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan apewe maua yake kutokana na jinsi ambavyo amekuwa akitoa fungu kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miradi ya maji kule majimboni kwetu inafanikiwa. Ametaja maeneo mengi na mikakati ya serikali ya kutoa maji katika Ziwa Victoria kuyaleta hadi mikoa mbalimbali, na tayari kuna baadhi ya mikoa ambayo ilikuwa ni kindumbwe kupata maji, sasa wanaogelea na kunywa maji ya Ziwa Victoria. Na hata makao makuu ya nchi kuna mkakati wa maji hayo kutoka Ziwa Victoria yaje yafike hapa makao makuu ya nchi Dodoma na uweze kufaidi. Lakini kuna ule mradi mkubwa wa Farkwa katika wilaya ya Chemba, nao ni mradi mkubwa ambao kwa mkoa wa Dodoma kwa kweli bado wana uhitaji sana. Na mtazamaji wa TBC1, karibu katika matangazo mubashara. Nikombe radhi kwa kukatisha matangazo yaliyokuwa yanaendelea. Na hapa ni uwanja wa ndege wa Dodoma, na hii leo hapa tunampokea Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, na ni baada ya kuondoka Dar es Salaam muda mfupi uliopita, akiingia na ndege kutokea Dar es Salaam, na kama unavyoona ni mwendo wa dakika 40 na hivi kutoka Dar es Salaam mpaka makao makuu ya nchi Dodoma, muunganiko wa kutoka jiji la kibiashara na jiji ambalo ni makao makuu Dodoma, kwa maana ya kwamba jiji la kibiashara ni Dar es Salaam, lakini makao makuu ya nchi Dodoma. Ndege unayoiona hapo ndiyo ambayo imebeba Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, na kuja kwake hapa ni anataraji kuhutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama unavyojua Rais Ruto yuko katika ziara hapa nchini Tanzania, na hii ikionyesha uhusiano ama mahusiano baina ya Kenya na Tanzania. Mahusiano yaliyoasisiwa tangu harakati za ukombozi, tangu harakati za uhuru. Wapigania uhuru wa Kenya na wapigania uhuru wa Tanzania walikuwa wakishirikiana. Kama unavyojua ukanda huu ulikuwa mmoja, na mgawanyo wa nchi huu ulikuja baadaye wakati wa Berlin Conference mwaka 1884, ndipo mataifa haya ama wazungu ambayo yana watu wake wako kwa karibu sana, watu wake wako kwa karibu, kwa maana ya kwamba wanashirikiana kwa karibu. Makabila mengi ya Kenya ndio makabila mengi ya Tanzania. Karibu kabisa katika shughuli hii muhimu, ambapo viongozi ndio wanakaribia hapa kumpokea Rais wa Kenya William Samoei Ruto. Na kama unavyoona ndege ndio hapo inawasili, na muda mfupi ujao itashuka. Uhusiano baina ya mataifa haya uliasisiwa tangu wakati huo, wakati ambapo rais kwanza wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyojenga ukaribu kabisa na mzee Jomo Kenyatta. Na wakati huo nakumbuka tu wakati wa uhuru ilikuwa Mwalimu yuko tayari kusubiri nchi za Afrika Mashariki zitangaze uhuru siku moja, lakini kwa sababu ya mambo yalivyokwenda, basi Tanzania ikabidi 9 Disemba itangaze, na baadaye Jamhuri ya Kenya ikatangaza. Lakini kikubwa tunachoweza kusema kwamba ni mataifa mawili ambayo yana ukaribu, yana vinasaba vya karibu na vina uhusiano wa karibu kiuchumi. Mataifa haya mawili kiuchumi yamekuwa yakishirikiana sana. Wafanya biashara baina mataifa haya mawili wamekuwa katika ushirikiano wa karibu, na tangu zama wafanya biashara wa Tanzania wanakwenda Kenya, wafanya biashara wa Kenya wanakuja Tanzania. Ni mataifa ambayo ushirikiano wao umekuwa wa karibu. Taifa la Kenya limeongozwa na marais 5 mpaka hivi sasa. Wa kwanza alikuwa ni mzee Jomo Kenyatta. Baada ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa pili wa Kenya ni Daniel Arap Toroitich Moi. Baada ya Daniel Arap Toroitich Moi akamwachia Mwai Emilio Kibaki, na baada ya Mwai Emilio Kibaki Uhuru Kenyatta ambaye ni mtoto wa mzee Jomo Kenyatta akaja kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Uhuru Kenyatta akamaliza vipindi vyake viwili, na baadaye akamwachia sasa William Samoei Ruto. Na William Samoei Ruto ndio huyu anawasili hii leo hapa,
na ikiwa ni ushirikiano wa karibu kabisa wa mataifa haya mawili. Hapo jana kulikuwa na kongamano ama kulikuwa na shughuli ya wafanyabiashara, na baadaye nyakati za jioni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiwa mwenyeji alimpokea mgeni wake Rais William Samoei Ruto wa Kenya, na wakakaa kuzungumza na kupata nini ambacho kinaelekea ama wafanyabiashara wamekubaliana. Naam, ninavyozungumza hivi sasa William Samoei Ruto Rais wa Jamhuri ya Kenya anasalimiana na Waziri wa Mambo ya Nje wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo, na sasa anasalimiana na Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, balozi wa Tanzania pia nchini Kenya yuko hapa, mkuu wa wilaya pamoja na maafisa wengine kutoka Jamhuri ya Kenya wako hapa. Naam, ni kama unavyoona ni moja kati ya ziara ambazo zinaunganisha urafiki wa muda mrefu, zinaweka ile uhakika wa mahusiano baina ya mataifa haya mawili. Kwa wafanyabiashara wanafurahi sana, lakini kwa wale ambao wako mipakani wanafurahi zaidi, kwa sababu sasa Kenya na Tanzania zitaweka urafiki wa karibu zaidi ambao ulikuwa umekusudiwa hapo awali. Na hii ndio Tanzania, na hii ndio mataifa mawili ambayo yaliasisiwa kwa nguvu kubwa zaidi na yameendelea kuwa na mahusiano tangu wakati huo. Kenya ikibadili uongozi mara kadhaa, lakini pia Jamhuri ya Tanzania nayo ikibadili awamu kwa awamu. Kenya mpaka sasa ni awamu 5 ama marais wa 5. Tanzania mpaka sasa ni awamu 6 ambapo sasa ndio inaendelea. Na kama unavyoona Rais William Samoei Ruto akisalimia hapa, na kama unavyojua utamaduni ni ngoma lazima ipigwe hapa ili kuonyesha kumkaribisha ama kumkarimu hapa Dodoma. Na ndivyo ilivyo, hapa ni makao makuu ya nchi. Shughuli inaendelea hapa ya kumpokea rais. Akitoka hapa atalihutubia bunge. Kwa hiyo punde tu wa Tanzania kupitia TBC1 na vyombo mbalimbali atakuwa na fursa ya kulihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baadaye tutapata ratiba nyingine. Naam, mtazamaji wa TBC1, ni rais wa Kenya William Samoei Ruto akiwa amewasili kabisa hapa katika uwanja wa ndege wa Dodoma, huku tu hivi tukihesabu madakika kabla ya rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto kufika hapa ili kuweza kuanzisha shughuli hii rasmi. Tulikoelekeza kamera zetu, kumbuka huko sio kwenye rais wa Kenya atatokea, ila ni ujumbe tu. Viongozi wakuu wa serikali ya Kenya, viongozi wakuu wa serikali ya Tanzania, huko ndiko wanakopitia. Lakini pia wakati Rais William Ruto atafika hapa, tutaelekeza macho yetu kutoka kule atakapokuwa kitoka. Musalia Mudavadi ndio huyo, waziri mwenye mamlaka makuu ameshafika. Hivyo ni ishara kwamba Rais William Ruto atakuwa anafika hapa muda wowote sasa. Maanake wamekuwa pamoja, yeye ndiye mmoja wa wale waliompokelea pale katika uwanja wa ndege wa Dodoma, na kufika kwake pamoja na ujumbe mwingine wa Kenya ni ishara tosha kwamba